Yes, mambo vipi? Bana, niko na story ya kuhusu bana, serikali ya kijeshi ya Mali imeweza kufuta vyama vyote vya siasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo pia lilikumbwa na mzozo. Sasa katika wiki za hivi karibuni kumekuwepo na jaribio la mara kwa mara la kuweza kupinga kuweza kusitishwa kwa shughuli za vyama vya kisiasa nchini humo. Sasa nchi ya Mali pia kumekuwa kuna machafuko, lakini pia masuala mazima ya tunaweza tukasema siasa imekuwa imetawala zaidi, hasa katika vyama vingi ambavyo vinapatikana katika huko nchi ya Mali. Sasa serikali ya kijeshi pia imeweza kuvifuta vyama vyote vya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambao pia limekuwa likikumbwa na mzozo, lakini pia mambo tofauti ambayo yalikuwa yanatokea. Sasa taarifa inaendelea kwa kusema kwamba shirika la kuweza kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch pia limekosoa uamuzi huo likisema ni pigo jingine kwa demokrasia ya nchini Mali. Sasa mnamo mwezi Aprili mwaka huu mawaziri waliweza kupendekeza kwamba muda wa kiongozi wa kijeshi Assimi Goita uongezwe hadi mwaka 2030. Watu wengi walikuwa wameweza kucomment kwamba uweze kuongezwa mpaka mwaka 2030, then huyu Assimi Goita ndio aweze kuongezewa mwaka ndio aweze kuachia madaraka. Sasa Goita ambaye pia ndiye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka 2020 na 21 pia ameweza kuahidi kuandaa uchaguzi, japo mipango hiyo pia imeahirishwa kwa sasa kwa sababu za kiufundi ambazo pia hazijatajwa na kuweza kuwekwa wazi. Lakini pia bila ya kuweza kutolewa muda maalum wa kuweza kufanyika kwa uchaguzi huo. Sasa serikali imeamua kufuta vyama vyote ambavyo pia vimekuwa vya upinzani na vitu kibao, lakini pia masuala mazima ya vyama, unajua kushakuwa kuna vyama vingi, kuna zile sitofahamu, lakini pia kutokuelewana kwa namna tofauti. Mfano kwa sasa hivi, mfano mzuri ni nchi yetu ya Tanzania. Kumekuwa kuna machafuko tofauti katika vyama vyetu. Bana, mara Chadema ametoka huko anaenda chama kingine. Huyu sijui ACT ametoka huko anaenda chama kingine. Sijui nani ameenda huko, ametoka huko kaingia huko. So mambo kama haya yameweza kusababisha hasa nchi ya Mali kuweza kuvifuta. Lakini pia kwa tamko hilo sio kwamba watu wote wameweza kukubali. Kuna baadhi ya watu ambao pia wameweza kukataa na kuweza kusema kwamba mtu ambaye pia ni kiongozi wa kijeshi kutoka katika nchi ya Mali anayefahamika kwa jina la Assimi Goita wanataka aongezewe muda mpaka mwaka 2030 ndipo aweze kuachia madaraka. Yapi maoni yako? Mfano kwa sasa hivi tukasema kwamba bana Samia Suluhu Hassan aendelee aendelee kuongoza nchi hii mpaka mwaka 2030 au 2040 bila kupingwa na mtu yoyote ile. Yapi maoni yako kuhusiana na sakata hili ambalo linakuwa linaelekea huko nchini Mali? Maoni yako yatakuwa ni ya muhimu kabisa, na tunakwambia habari kiganjani mwako tunakupatia kwa usahihi kabisa.